صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanafunzi wenzangu, na kusalimieni kwa muhula mwingine mpya baada ya shahru Ramadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada zetu sisi hatuzunguki mbali, tuko katika mada yetu mama, ambayo mada hii tuliita namna ya kuilea na kuirekebisha nafsi ya mwanadamu, lakini kwa mitazamo yetu ya Kiislamu. Na leo insha Allah mada tutakayozungumzia itahusiana na husni dhanna bin nas. Husni dhanna bin nas, maana yake ni nini kwa lugha ya Kiswahili? Maana yake ni hii: dhana nzuri kwa watu. Dhana nzuri kwa watu. Utangulizi wake moja kwa moja tukimbie katika surati Hujurat aya ya 12. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea kuhusiana na uchaguzi mzuri wa kuchagua dhana nzuri, na isiwe kila dhana tukaichukua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dha dhann ithm, ila akhiril aya, mpaka mwisho wa aya. Lakini kipengele hiki ambacho tumekikata cha aya hii kinasema, enyi waumini mlioamini, ebu jiepusheni sana na dhana nyingi, kwa sababu baadhi ya dhana ni dhambi, ni uovu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, tukiangalia vizuri kwa utaratibu na kwa kuifikiria, sio kuiangalia juu juu, kwa kuifikiria. Mwenyezi Mungu anatuambia tuepukane na kila aina ya dhana. Yaani kwa lugha nzuri, si kila unachokidhania ndivyo hivi kikawa kitakuwa ndivyo hivyo. Unaweza ukadhania, kuna baadhi ya wakati ukadhania jambo liko hivi, kumbe lipo kinyume chake. Kama kuna baadhi ya watu wanaweza wakamhukumu mtu kutokana na sura yake jinsi alivyo. Mtu akiangalia tu sura ile anasema da, yule jamaa katili kweli kweli, anatoa hukumu kabisa. Na ndio natija ya dhana. Natija ya dhana mbaya ndio hivyo ilivyokuwa. Au mtu akakuona wewe kadogo dogo, akakuona wewe maskini, basi pale pale dhana yake ikaja, huyu maskini atanifanya nini mimi? Hiki kimtu kifupi fupi kidogo dogo kitanifanya nini mimi? Si kijinga tu hiki. Umeona Kumbe unamuona yule mjinga au unamuona yule maskini, lakini ni mtu kuliko wewe na kuliko unavyofikiria na kuliko unavyodhania. Na ndivyo dhana inakuwaga hivyo natija yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuonyesha sisi hatutakiwi tudhanie vibaya. Tunachotakiwa kudhania vizuri, kwa sababu dhana, miongoni mwa dhana nyingi sana huwa zinakuwa ziko katika makosa, zinakuwa ziko katika madhambi. Na ndio maana
tukirudi katika hadithi tukufu, Bwana Mtume kwa kuiunga mkono aya hii tukufu anatuambia ahsinu dhannukum bi ikhwanikum, ebu kuweni na dhana nzuri kwa ndugu zenu. Yani unapomwona mwenzio, na ndugu hapa kwa maana pana, si kwa maana yule ndugu peke yake uliozaliwa nayo tumbo moja. Ndugu yako hata katika dini, ndugu yako hata katika ubinadamu. Kama kuna hadithi ya Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib inasema annasu sinfan, imma akhun laka fi din wa imma akhun laka au imma nadhirun laka fil khalq. Ima mtu anaweza kuwa ni ndugu yako katika dini mlionayo, dini yenu ndio imewafanya mmekuwa ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni nani? Ni ndugu. Lakini unaweza ubinadamu, utamkimbia vipi binadamu mwenzio? Yani hata umkute yule sio dini yako wewe, yeye ni dini nyingine kabisa, au pengine hata dini yenyewe hana, lakini bado atabaki ni nani? Ni ndugu yako, kwa sababu mkirudi katika asili yenu mnajikuta wote ni watoto wa Nabii Allahi Adamu alayhi salam pamoja na mama yetu Hawa. Hatuwezi kukimbia huko, wao ndio walioanzisha, sisi sote tumetoka chimbuko huko. Sijui naeleweka vizuri Kwa hiyo mnatakiwa sasa dhana zenu kwa ndugu yako yoyote utakayokutana naye, hebu kuwa na dhana nzuri. Sio kwa sababu umemwona ni mfupi sana basi ukaanza kumdharau, ukamwona kwamba huyu labda yuko mazingira fulani sura yake haipendezi, basi ukasema hili jambazi hili. Wewe unaona sura yake tu tayari ushamdhania kwamba kwa sababu sura yake amekatika kidogo na kama amechanjwa visu vile au mapanga. Wengine jamani sio wezi, sio majambazi, yamewakuta ya kuwakuta, uso ukapasuliwa. Amepata ajali, uso ukapasuliwa. Sio kila aliyepasuliwa uso basi tayari yule ni jambazi hapana. Tutakuwa huko katika makosa. Kwa hiyo ahsinu dhannukum bi ikhwanikum. Lakini vile vile Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib naye akatuambia maneno mengine, akasema husnu dhanna min akram ataya wa afdalu sajaya. Kudhania vizuri ni miongoni mwa nini? Ni miongoni mwa tabia bora kabisa, tabia njema kabisa, lakini ni bonge ya zawadi vile vile kwa mwanadamu kupewa. Nitakuja kupambanua vizuri hapa ni kwa nini bonge la zawadi. Tutaona tutakapofika katika kipengele cha faida za nini? Faida za kuwa na husni dhanna, za kuwadhania watu vizuri. Utaona faida yake. Kwa kuwadokeza tu kidogo kabla hatujafika kuzisoma riwaya na hadithi kwa undani. Ukiangalia kwamba angalia mtu ambaye ana dhana mbaya. Mtu ambaye ana dhana mbaya huwa anakosa amani. Mnaelewa vizuri hapo? Anakosa nini? Amani wal itmi'nan katika nafsi yake. Siku zote mtu mwenye dhana mbaya akikudhania tu kitu kibaya, pengine labda mathalan amekudhania wewe ni mchawi, utaona akikutana na wewe ni namna gani atakavyokuwa na wasiwasi. Akakudhania pengine wewe ni mkabaji wa usiku, angalia ni jinsi gani akikutana na wewe atakavyokuwa na wasiwasi. Akidhania kwamba labda wewe umeshawahi kuua, ni muuaji mathalan, angalia akikutana na wewe. Kwa hiyo hana amani, anakosa raha. Na ndio maana Bwana Mtume kuna maneno na yatanguliza hapa, tutayarudia tena. Husnu dhanna rahatul qalb, dhana nzuri ni utulivu wa moyo, ni raha, kwa sababu inakujalia unapokutana na watu unajiamini, una confidence zote. Hata kama yule mtu ni muovu kweli, jiamini. Hiyo peke yake ni dawa, peke yake hiyo ni tatuzi. Hata kama una mashaka, jiamini, utaona unatulia. Lakini unaweza ukakosa kufanya mambo yako kwa sababu ya kuwadhania watu vibaya. Unaweza ukaharibu mambo yako kwa sababu ya kuwadhania watu
vibaya, pengine yule unayemdhania vibaya si mbaya hivyo. Tuko pamoja hapo eh? Haya, ala kule haya. Lakini hebu kabla hatujafika mbali, hii ni utangulizi tu, lakini kabla hatujafika mbali, hebu kwanza tuangalie sisi tunaposema husnu dhanna binnas au dhana nzuri kwa watu, tunaamanisha nini? Maana yake haswa, ili sura isogee karibu. Tunaweza kuwa tumeweka utangulizi huu, lakini ile maana kuisogeza sura karibu ikawa iko mbali bado. Yani kwa sababu husni dhanna ni maumbile ambayo mwanadamu anayo, husni dhanna, na su'i dhanna ni maumbile ambayo mwanadamu anayo ya kitabia, ni sifa yake na ni miongoni mwa tabia na ni miongoni mwa zawadi kama tulivyomuona Bwana Mtume ametuambia. Sasa tabia hii mwanadamu anapoibeba, maana yake inatakiwa lazima tufahamu husni dhanna tunachokusudia ni nini, na upande upi ndio mzuri na ndio sahihi. Sasa lazima tufahamu kwanza hizi maana. Tukirudi kwa wataalamu, nilikuwa nikisoma kitabu haka ambapo nimekuteulieni kaifa natawasalu ma'an nas, ni vipi tunaweza tukaweka mahusiano na watu. Kimeandikwa na Sheikh Dr. Akram Barakat katika moja ya mihadhara yake. Yeye ameeleza hivi, anasema tunaposema husni dhanna ay tarjih janibul ijabi au ala al-aqalli ghairi salbi fima yaf'aluhu an-nas mimma qad yabdu salbiya. Kwamba tunaposema husni dhanna ni kwamba ni hali ya kuegamishia upande wa tukio lolote utakaloliona mbele yako, unaliegamisha katika upande wa chanya, positive. Yani mfano ukamwona mtu, huyu mtu ukamwona ana harakati fulani wewe ambazo kidogo hauzielewi. Yani ana harakati fulani ambazo wewe ufanye nini? Huzielewi na unaziogopa zikakutia mashaka. Sasa wewe ile haraka anayoifanya yeye usidhani ukaichukulia moja kwa moja kwamba ni tendo baya kwake. Huwezi kujua. Mfano nikupeni mfano mmoja. Kuna kipindi sisi tulikuwa, wakati bado ni wanafunzi, tulibabaika. Tulikwenda katika nchi moja huko Uarabuni. Hakubabaika kwenye ni vipi? Wenzetu walivyo maumbile yao. Mtu kama amekuona hivi, hata ni mwanaume kwa mwanaume, amekuona hivi, na baada ya kukutazama sasa akawa amefurahishwa na wewe, au akawa kama anataka kukusalimia tu, akusalimie kinamna yake, basi yeye anakubinyia jicho, anakukonyeza kabisa jicho, alafu anacheka, unakuta mtu anafanya kawaida. Sasa mazingira yale yakawa kama vile yanatuogopesha sisi. Sisi tumetoka Afrika huko, Tanzania huko. Unaona mambo gani haya tena? Kwa sababu mazingira yetu na yale kule ni vitu viwili tofauti. Kila mtu akawa anajiogopa. Sasa haiwezekani bwana wewe. Umeona eh? Lakini wao ni kitu cha kawaida kwao. Kwa hiyo itakiwa umchukulie dhana mbaya. Ukikutana na wenzetu kule, mtu akikutana na ndugu yake anamkumbatia, anambusu kwenye mashavu. Unaweza kumkuta kaka kamkuta dada yake, atamkumbatia na atambusu. Wakati mazingira yao sisi hatujalelewa hivyo. Uone uongo kweli sasa? Ususuavu tena, kama wewe utaonekana umemkumbatia dada yako, umembusu kwenye shavu, watu wanashika kichwa. Lazima wakamate kichwa. Lakini sio hivyo. Ni mazingira ambayo watu wamefanya nini? Watu wamelelewa. Sasa husni dhanna ni kile kitendo cha kwamba utakapoona tendo ambalo wewe bado hujalifahamu vizuri wanalolifanya watu. Umeona? Kwa hiyo wewe unatakiwa uliegamishe kwa upande gani? Upande wa ijabi kwanza, haraka sana.
Usiwe mzito. Yani haraka sana liweke kwenye uzuri. Usidhanie vibaya. Tutaona huko hadithi zinavyotueleza katika habari hii. Hii ndio maana wanasema nini? Tarjih. Kwa hiyo unaliweka jambo hata kama pengine linaweza kuwa lina aina fulani au nisba fulani ndogo ya ubaya. Lakini lazima kwanza ulikimbize wapi? Ulikimbize katika chanya. Na uliache kuliweka katika positive. Mathalan, nitoe mfano mwingine mkubwa zaidi ili mradi tuweze tukafaidika zaidi. Mfano, kapita rafiki yako, kila siku mkikutana mnasalimiana. Huko niko natoa mifano ya mbali lakini tutoe mifano ya karibu ili mradi sura ya dhanna ije na maana hii ieleweke. Amepita rafiki yako ambaye kila siku ya Mungu mnasalimiana, mnacheka, bwana vipi? Safi safi, shwari shwari. Siku hiyo kapita bwana, kakupita hata salamu hajatoa. Kwa sababu sisi wanadamu tuna maumbile ambayo tumeumbwa nayo. Maumbile yetu mara nyingi sana ni maumbile ya kudhani. Ndio maumbile, ndio tabia. Ima utadhania vibaya au utadhania. Akipita yule utaona moja kwa moja kwenye kichwa. Taanza kujiuliza kwa sababu ni maumbile yako. Mbona Sheikh Ibrahim leo kanipita? Sheikh Ibrahim kaanza jeuri nini? Mbona hawa ananichukia? Mbona maswali hayo anajiuliza. Na mengine yatakuwa mengi zaidi hapo. Ameanza jeuri nini? Au ananichukia? Au siku hizi anajikuta kwamba kidogo mambo yamekuwa shwari. Sijui umenielewa vizuri hapo Au anajidai kwa sababu amesoma, au anajidai au mpaka mwisho fika. Ukikutana na mtu kama huyo, Uislamu sasa unatufundisha sisi moja kwa moja hayo maswali uliojiuliza ni mazuri. Sasa fanya tarjih. Ni mazuri maswali. Kwa sababu inawezekana kweli ni mbaya kweli. Lakini jiulize, ukinanii maswali yao kishajiuliza, wewe likimbize moja kwa moja, pengine ana mawazo leo. Pengine kachanganywa leo. Pengine leo kaghafilika. Siku tunakwenda pamoja hapa Uislamu unatuambia tuweke hivyo. Na hiyo ndio inachotakiwa, ndio hutua ya Kiislamu inatakiwa. Usikimbie kwenye negative. Mbio. Amepita ndugu yako leo, kuna mipombe ya aina tofauti michupa ya aina tofauti ya vinywaji. Kapita rafiki yako pale, halafu yuko bize kidogo, haeleweki yuko juu, kashika chupa namna hii. Lakini chupa yenyewe bado hujaifahamu, huna uhakika kwamba je ile ni pombe au ni nini? Au ni chupa ya maji? Au labda pengine ni dawa kaweka mle. Kwa hiyo wewe usichukue mbona ile chupa yenyewe imeandikwa, yani inaonekana kabisa inafanana, sampuli yake na design yake, lebo zake na ukubwa wake ni sawa na chupa fulani ya pombe. Sasa wewe pale useme hapana, yale ni maji ndugu yangu kayaweka, atakunywa baadaye kwa safari mbeleni. Umemaliza. Sijui umenielewa vizuri. Huo ndio Uislamu unatufunza sisi tufanye hivyo na tuwe hivyo. Angalia maneno mazuri ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha kuhusiana na hili. Anasema utlubu li akhika udhran fa in lam tajidu lahu udhran faltamisu lahu udhran. Angalia maneno makubwa haya. Anasema tafuta kwa ndugu yako udhuru. Yani pindi unapomuona ndugu yako hujaelewa mazingira yake, basi tafuta udhuru. Yani kwa maana kwamba ile dhana inaotaka kukupeleka kwenye ubaya itowe, ipe udhuru. Hata kama kweli mfano wa mwisho tumeonyesha kama kweli kashika chupa umeiona ya pombe. Tuko pamoja hapo Anasema fa in lam tajidu lahu udhra, na kama mfano umejitahidi pale katika kumwangalia kwako umeshindwa hata kumpa udhuru, yani mazingira yake yalikuwa ni tata sana, ni magumu mno. Kama ikifikia huko, bado angalia Mtume anazidi kusisitiza, anasema faltamis lahu udhran, shikamana na udhuru, wewe muiradhi tu, mwambie ile chupa sio pombe, ndugu yangu kashika yale ni maji yale.
kwa sababu bado hujapata nini? Hujapata uhakika. Lakini Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wassalamu alayhi naye akaja kutuambia, akasema dha amri akhika ala husni, dha amri akhika ala husni hatta yaatika ma yaghlibuk, kwamba ebu liweke jambo la ndugu yako pindi unapomuona umemshukia kitu, unapomdhania jambo baya. Ebu hili jambo la ndugu yako lifanya nini? Liweke katika uzuri, liweke katika husni dhanna, mpaka ikufikie sasa umeshindwa, kuna kitu kimekughilibu, huwezi tena. Sasa kwanza umemvumilia, kashika chupa ile inaonekana ina dalili ya upombe. Sasa unakwenda kila ukisema lakini ndugu yangu pale, ukaona tena ndugu yako yule anayumba, amekula bonge la mweleka chini. Umeona bado umesogea karibu pale, umesikia na harufu ya pombe. Hapa sasa ushaghilibiwa. Ndugu yangu mlevi, huyu bwana kaanza ulevi. Huyu bwana anakunywa pombe. Sijui mnanielewa vizuri hapa Tunakwenda sambamba mpaka kije kitu kitakacho kughilibu. Hapo ndipo unapotaka, unaweza kufanya nini? Unaweza haya ala kule haya. Sasa swali tujiulize, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, maneno haya wanafanya nini? Wanatuhusia sisi na wanatusisitiza sisi. Mtume anasema chukua udhuru kwa ndugu yako, na kama haujapata udhuru basi shikamana na udhuru, ili ndugu yako umsalimishe, usimdhanie vibaya. Bali Amirul Mu'minin anasema mpaka ufikie kiasi kwamba unashindwa kufanya nini? Yaani umeghilibiwa, sasa hauwezi tena kumtetea. Kila ukitafuta udhuru unaona viashiria vile vile vipo. Tuko pamoja hapo Kwa nini watufunze namna hiyo na watuhimize tu bado tujiegamishe katika masuala ya husni dhanna? Unajua kwa nini wanatuambia hivi Bwana Mtume Muhammad pamoja na Imamu Ali? Hili ni swala la kisaikolojia zaidi na kiakili zaidi. Ni swala ambalo hata sisi tunaweza nikiwaelezea tu mtaweza mkalifahamu. Ni hivi, unajua mwanadamu siku zote anapopata jambo au anapoliona jambo au anapolihisi jambo, lile jambo huwa moja kwa moja linakwenda katika ubongo wake. Akishaliona tu, akishalisikia tu, akishalipata tu, akishaelezwa tu, moja kwa moja linakwenda kwenye nini? Kwenye ubongo. Likishafika kwenye ubongo, akili itaanza kulifanyia kazi na kujiuliza. Akili ikishafanyia kazi, fikra zitaanza kuwaza. Akili na fikra ni sehemu ya moyo, lile litaingia na kukita ndani ya moyo. Hatari inaanzia hapo sasa, likikita katika nini? Katika moyo. Kwa sababu likishakita katika moyo na katika nafsi ya mwanadamu, huwa mwanadamu anachukua maamuzi, anachukua misimamo. Mimi nimemuona ndugu yangu ameshika chupa ile, nikaidhania kabisa kwamba ni chupa ya nini? Ya pombe. Akili yangu na ubongo wangu ukalishika lile. Akili yangu na ubongo ukishalishika lile, utakwenda katika moyo, nitaamini lile. Na nikishafika katika kuamini katika moyo, na siku zote fikra na akili ni sehemu ya moyo, ni vipengele tu vya moyo, basi tayari moyo huwa una kawaida ya kuweka imani. Imani inaanzia hapa. Unaweza kuweka, utaona sasa unaanza kuweka nini? Misimamo. Ukikutana na yule mtu utakuwa unamwangalia kwa mtazamo mwingine tofauti na ule mtazamo wa kwanza. Sasa hiyo ni hatari kubwa. Kama si kweli, bora iwe ni nini? Ni kweli. Lakini je, kama si kweli inakuwaje? Ushamdhulumu mtu na ushatengeneza uadui na watu, ushachukua misimamo, na ukishaanza kumwekea mwenzako ajui unachomdhania ni kitu gani, ujue tayari mtaanza kuwa hamuelewani. Na yeye akikuona, mbona huyu siku hizi ananiepuka, mbona siku hizi huyu yuko mbali, tayari na wewe utaanza kupata matatizo vile vile, utaanza kupata mashaka. Kwa hiyo hapo ni tatizo, na ndio maana tukakatazwa, tukaambiwa tukimbilie haraka katika husni dhanna.
tusiwe wepesi kukimbilia katika su'i dhanna, kwa sababu akili ikikamata, fikra zikikamata, kikidumbukia kwenye moyo vizuri, tunaanza kuchukua imani na msimamo. Na ndio maana hapa tunahamasishwa sana kwamba ni lazima mtu usipende sana kusingizia watu au kuwazushia watu, kuwatiatia watu mashaka. Kwa sababu unapowatia watu mashaka, mara nyingi sana watu wakishaanza kuyapata mashaka na wakaanza dhana mbaya, mara nyingi sana utakuta watu wale watakuwa mbali na huyu mtu ambao umemwekea mashaka. Kwa sababu tayari akili zao, ubongo wao, fikra zao zishaanza kufanyaje? Zishaanza kufanya kazi. Wataanza kuchukua misimamo. Hata kama walikuwa wamemweka katika daraja na wanampenda katika daraja fulani, utakuta ile daraja linafanya nini? Linapungua. Ni miongoni mwa madhambi makubwa sana, na ni madhambi ambayo hayatakiwi kwa sisi Waislamu tukawa nayo. Tuko pamoja eh? Hala kule hala. Lakini ni nini sababu watu wanakuwa na su'i dhanna? Mpaka hapa nadhani tunakwenda vizuri eh? Lakini nini sababu zinazopelekea mpaka watu wakawa na su'i dhanna, yani dhana mbaya? Nini sababu? Ili swali linakuja baada ya kuelewa msingi huu. Mwanadamu yoyote anapozaliwa asili yake ana husnu dhanna. Hiyo ni asili yake, ni nature yake ya mwanadamu. Kullu mauludun yuladu ala fitra. Kila mwanadamu huwa anazaliwa yuko pure. Hakuna mwanadamu anayezaliwa yeye anadhania watu vibaya. Haya ni mazingira anayoyakuta nje. Tuko pamoja, anayakuta katika malezi, anayakuta katika jamii. Jamii ndio watu wanatengeneza mazingira ya mashaka, watu wakawa wanashukiana, watu wakawa wanadhaniana ovyo, watu wakawa matendo ndio yanasababisha watu wanaanza kudhaniana ovyo. Sasa tukirudi katika husni dhanna, tukirudi katika su'i dhanna, tunapata kwamba su'i dhanna sababu zake kubwa ni mbili, japokuwa zinaweza zikawepo nyingine. Sababu zake kubwa ni hizi mbili. Mara nyingi sana su'i dhanna inaanza na sharru dhati, shari binafsi. Kivipi yani? Shari binafsi au shari ya kidhati, yani kwanza mwanadamu huyu anakuwa tayari ameshaharibika, ameshapatwa na majanga ya dunia. Yani kwa lugha nzuri anakuwa tayari ameshaingiwa na amradhul qulub. Yeye mwenyewe alipo ana shari zake za tangu zamani, tayari ana ugonjwa wa maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo nadhani mnaelewa. Mfano tuchukulie mtu ana kiburi. Mtu ni selfish. Ana mutaajibu, yani kwa lugha ya Kiarabu anasema yani anajikuta sana, anajiona sana. Ni mtu hasid. Ana maradhi hayo yeye tayari ameshayapata, ameshamuathiri katika ulimwengu. Utamkuta kwamba mtu ana tatizo la adam shuuri bil atifa wal ihtimam wal mahabba wal shafaqa ala al akharin. Unamkuta asili yake yupo hivyo. Haya maradhi amekuwa nayo, amelelewa nayo, ameishi nayo. Sasa akishapata maradhi kama haya au zaidi ya haya ambayo nimeyaorodhesha hapa kwa mfano, basi ujue huyu ile shari dhati yake ile ndio sababu ya kuwa na su'i dhanna. Tuko pamoja kwa Kwa sababu iko hivi, labda nitoe maelezo. Tuchukulie mfano kwa hawa watu mutakabbirin. Mwenye kiburi Yesu yuko juu kuliko wengine, si ndio na ni bora kuliko watu wengine. Sasa kwa sababu ni bora kuliko wengine na yeye amejiaminisha hivyo na anajiamini hivyo kwamba mimi ni bora kuliko wengine, na wote lazima wawe chini yake, kwa sababu hakuna mtu mbora kama yeye. Sasa huyu akakuta wewe haupo hivyo, akakuta jinsi alivyo yeye na anavyojiweka yeye katika pozisheni yake, na wewe ndio uko hivyo vile, uko hivyo na pengine unaweza ukawa uko juu zaidi. Tuko pamoja hapo
Kwa sababu kwanza ukumbuke atakaburi dhilla. Bwana Mtume anatuambia kwamba kiburi ni udhalili sana. Yaani ukimwona mtu yote jeuri sana, ana kiburi sana, ujue ni mtu dhaifu sana sana sana. Kwa sababu gani? Uwezi wewe ukajiona bora kuliko wenzio. Wewe ni nani? Ukijiuliza maswali, wewe ni nani? Wewe umeumbwa na nini na wao huku wameumbwa na nini? Kama ungekuwa wewe ni mbora, si Mwenyezi Mungu angekuumba peke yako katika ulimwengu huu? Mbona kaumba watu wengi? Mbona kaumba watu wengi na akakataza haswa, akasema hamna mtu amuone mwenzie huyu ni bora kuliko huyu. Hakuna tofauti la ukabila wala ya nini. Kuna aya ile nakumbuka inasema ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sindio wa qabail wa shu'uban lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Mungu mwenyewe anajisema mimi nimeumba wanawake, wanaume. Umeona nikaumba mataifa tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti, endelea mpaka huko. Lakini mtukufu katika kundi lote hili ni mcha Mungu tu. Yaani hatuangalii wewe rangi yako, wala hauangalii wewe wanaume wako, wala wewe wanamke wako, hatuangalii hicho sisi, wala kwa sababu wewe ni taifa fulani. Sasa wewe nani? Ujiulize swali, wewe nani hasa? Sasa ule ndio udhalili unapoanzia pale. Kwa sababu hajajitambua bado. Hajatambua falsafa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siri za Mwenyezi Mungu. Sasa huyu akiwa na shari kama hii, siku zote akiona wengine wako juu, tatizo linaanza pale. Tuambia mama mbona anajidai sana? Tatizo linaanzia hapo. Huyu jamaa mbona anajiona sana? Anaanza kukudhania kumbe wewe ulivyo ni sharif, ni mukarram. Unajua mtu aliyokuwa hapo mukarram hawezi kujikweza. Unajua mutawadhi, mathalan katika sifa hii ambayo ni tunamuita mutawadhi, yani yule mtu mnyenyekevu, ni kinyume cha takabbur, kinyume cha kiburi. Huyu mnyenyekevu, ule unyenyekevu wake ndio sharafu yake, ndio ukubwa wake. Kwa sababu mnyenyekevu siku zote atakuwa karibu na watu, watu watamsogelea, watu wataendana naye. Lakini watu wakishamfahamu mutakabbir, watu watakuwa naye ni mbali, hawawezi kuwekana naye karibu. Sasa pale pale matatizo yanaanza. Huyu ataanza kudhania sasa, au huyu anajiona yeye. Muona mwanzo wa dhana. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kuhusiana na swala hili, iya shari dhati. Yani mtu akishakuwa tayari ana matatizo katika roho yake, ana hasadi, ana takaburi, ana kujiona na ujub, ana hisia katika moyo wake, hisia zimekufa kabisa, huyu mtu huyu ana shari dhati. Utamkuta, angalia atakavyokuwa anawatazama watu wote atakavyokuwa anawatazama. Angalia Bwana Mtume anasema maneno haya, ashariru la yadhunnu bi ahadi khairan li'annahu yarahu illa bi tab'i nafsihi, li'annahu la yarahu illa bi tab'i nafsihi. Hapo ndio wala anapopataka kwamba mtu mwenye shari dhati, shari za ndani ya moyo anazo tangu zamani, ameshaathirika na maradhi yake, ima ya kuzaliwa au kayakutia katika maisha ya duniani. Anasema huyu mtu huwa hawaoni wenzake isipokuwa atawaona kwa vile alivyo yeye. Ile personality alionayo ya takabbur, ile personality alionayo ya husda, ile personality alionayo ya kujiona, ile personality alionayo ya adami shuur, kutokuwa na hisia, ndio atakutazama na wewe. Kwa sababu yeye si tayari. Ushai kuona mwizi? Kuna baadhi ya watu wana sifa ya wizi, si ndio Yesi kaiba, kazoea kuibaiba. Sasa siku zote akiwaona watu wengine wamepita katika mtaa ule ule wa kwake, utasikia wezi hao. Umewaona huko walikokwenda kuiba. Kwa sababu anawahukumu wale watu kutokana na tabia yake. Au utaona kuna wale watu penda sana, wale wapo wale.
Mnawajua kinapenda sana wale. Wale watu penda sana wanawake, watoto wa kiume hao. Penda sana wanawake. Na ndio shughuli zao. Hawana kazi nyingine. Kwa hiyo utamkuta yeye akifanyaje? Akimuona tu rafiki yake kapita, amepita na rafiki yake tu, wametoka shule wote pamoja, akiwaangalia tunasikia, umeona hiyo? Umeona? Tayari pale, tayari. Yule wametoka naye shule, wanasoma naye, classmate wake yule. Wewe tayari ushaanza kumagine nini? Kwa sababu unahisi vile, kwa sababu ndio tabia yako. Umeona tabia za watu wa shari. Na kwa nini ukimbilie katika ushari? Kwa sababu wewe ndivyo ulivyo. Tuko pamoja hapo Huyu ni Bwana Mtume Muhammad anatuambia uhalisia wa mwanadamu. Siku zote utamkuta anamhukumu mtu kwa sababu hata umuone mtu, ndio maana hata Uswahilini watu wanasemaga hivyo, ukimwona mtu anakutuhumu kwamba wewe mchawi, ujue yeye ndo mchawi. Umeelewa vizuri hapo Yaani wala hata usipate tabu kuhangaika. Wewe msikilize tu. Wewe unataka mzizika moja ndani kwako. Wala kachembe kaungo kakurukia usiku. Alafu ukasikia umeshapewa tuhuma ya nani? Ya mwanga. Wewe muangalie tu mara pili yule aliyokuambia yule. Anambia kupe kazi tunayo hapa. Ushapata jibu. Tuko pamoja. Hiyo ni ya kwanza. Lakini la pili, sababu inayopelekea watu kufanya nini? Kuwa na su'i dhanna, kuwa na dhana mbaya, ni mujalasatil ashrar, kukaa na watu wa shari. Usipende sana kukaa na mijitu mishari. Yaani watu wa shari ni watu gani? Ni watu wale wakifika wao kazi yao ni kuongea maneno ya kutuhumu watu tu. Ni maneno ya kusengenya watu tu. Ni maneno ya kutembeza kashfa za watu tu. Umeona yaani ndio shughuli zao. Yani hana kazi nyingine. Yeye kazi yake bila kuwaongelea watu na kuwachafua watu huwa hana raha. Ndio kazi yake anakaa. Hao tunaita ni kina nani? Kina ashrar. Bali huwa wanazitengeneza historia, wanatengeneza skendo, wanatengeneza mambo tofauti. Alimradi tu wadhuru wengine. Alimradi tu wengine washuke daraja, wasionekane katika. Sasa hawa ni washari. Watu wa talaubi hao unamkuta mtu anacheza talaub, kutiatia watu mashaka kuhusu labda fulani, kuhusu yule, kuhusu huyu. Yanatiatia mashaka tu katika maisha yao. Alimradi wasiweze kumuelewa mtu wala wasiweze kumsogelea karibu. Tuko pamoja hapo Sasa mtu kama huyu ukikaa naye karibu lazima akuathiri. Kwa sababu tumetoka kuongea hapa kidogo katika swali lilouliza kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali na Imamu Ali ibn Abi Talib wametufunza na kutuhamasisha sana tuegemee sana upande wa husni dhanna. Tukasemaje katika jawabu lake? Tukasema kwa sababu ubongo wa mwanadamu unaposikia jambo unaathirika, akili inaathirika, fikra zinaathirika, zikiteremka katika moyo. Tena moyo ndio mahala pa imani na kuchukua misimamo. Tayari na wewe utakuwa hivyo. Sasa ukienda katika sehemu ambapo watu wanaongea daima tuhuma za watu, ni markazi ya kutuhumu. Kila utakapokutana na mtu yule kazi yake ni tuhuma tu. Na ndio maana Bwana Mtume akatuelekeza, akatuambia tujiepushe sana, ittaqu mawaqi'at tuham. Mtume anatuambia sallallahu alaihi wa alihi, ogopa sana sehemu zinazoongewa tuhuma. Hususan katika ulimwengu wa leo. Usipende sana. Kwa sababu ulimwengu wa leo watu wamekuwa ni washari zaidi. Ni waongo sana. Na saa zote kazi yao ni kuongea mambo ya. Kwa hiyo ukiwa wewe unaathirika nao, maana yake watakubeba. Watakuchukua. Na ndio maana utakuta leo watu wanawadharau mpaka mashehe zao. Kwa sababu sababu moja hapo ni nini? Ni mtu ile kukaa na mtu mshari. Usidhani kama atakuja kumuongelea shekhe wako wewe akamuongelea uzuri. Hata siku hii, hata siku moja. Lazima ataongelea negative. Na ile itakwenda na kujenga inakuharibu. Mwisho wake sasa unashika na wewe.
na watu wako kazi yao ni hiyo. Kinachotakiwa kwamba sawa, kusikia pengine sikia, lakini je, na wewe katika ulimwengu wa sasa umefanya utafiti? Umelifuatilia hilo jambo? Umejikinaisha? Hakikisha unajikinaisha, hakikisha unafuatilia, ulijue kweli, je, hili linalosema kuhusiana na mtu huyu liko sahihi? Usiathirike tu ukachukua kitu ukafanyaje, ukaenda ukatuhumu na ukamdhania mtu vibaya. Al-Imamu Ali ibn Abi Talib anasema na kutuhadharisha kuhusiana na kukaa na watu kama hawa mashari, kwa sababu ni sehemu ya watu wanaosababisha kuathirika na kuwa na mtu wa dhana mbaya. Anasema mujalasatul ashrar turithu su'i dhanna bil akhyar, kukaa vikao na watu wa shari kuna kurithisha wewe dhana mbaya kwa watu wema. Mtu anaweza kuwa ni mwema sana, lakini kwa sababu kuna watu wana maradhi yao ya hasadi zao, wana matatizo yao ya anania, wana matatizo yao ya ujub, wana matatizo yao chungu mzima, hikid, zile chuki zile. Kwa hiyo wao sasa lazima waseme maneno. Kwa hiyo wakishasema maneno wale lazima wakurithishe na wewe, kwa sababu ya kasrati julusi mao, kwa sababu umekaa nao sana. Ukikaa nao sana tu lazima wakubebe, na ni mafundi wa kuongea. Mungu amewapa yani uzuri wa kujua kufikisha. Lakini innahum yarauna baida wa narahu kariba. Huyo ni Mwenyezi Mungu anasema, watu wengine wanaona mambo mbali sana, lakini mambo yako karibu sana. Wewe tengeneza uzushi utakaotengeneza, tengeneza fitna utakayoitengeneza, andaa chochote utakachoendeleza, lakini jua kwamba Mwenyezi Mungu siku zote huwa amempangia mtu anachokijua yeye. Kwa hiyo wewe hata kama utataka kubadilisha, huwezi kubadilisha, wala wewe huwezi kuwa ndio yeye. Hilo sahau. Yule atabaki kuwa ni yule, na wewe utabaki kuwa ni wewe. Na siku zote Waarabu wanatuambia hivi katika mithali zao, wanasema utrukul ayamu taktashifu lakal, au utruku zaman yaktashifu lakal haqiqa. Maneno hayo mawili, yani wewe achie wakati huu ndio utakufichulia mambo. Usiwe na pressure, na hata kama utasikia kwamba kuna mtu amekusema hivi, usiwe na pressure. Wewe mchukue yule ni mgonjwa, anaumwa, na tatizo lake litapungua muda sio mrefu, litapotea, atadhalilika muda sio mrefu, kwa sababu hawezi kuchukua nafasi yako wewe, wala hawezi kuchukua sifa yako wewe. Sifa ya mtu huwa haichafuki. Sifa ya Mungu aliyomwekea mtu haichafuki. Labda mwanadamu yule awe muasi kweli, akiwa mkorofi kweli, sawa, hayo ni masala mengine. Tuko pamoja ala kule hali. Kwa hiyo hizi nukta mbili, lakini nukta mbili nyingine ziko vizuri zaidi, ziko zaidi ya hizi, lakini nukta mbili kwamba kwanza ni shari ya dhati, ni sababu mojawapo ya mtu kuwa na sui dhanna. Ukishakuwa na tabia fulani, basi ujue dhana mbaya utakuwa nazo tu. Lakini ukikaa sana na watu wa shari, nao watakuambukiza ushari. Kuna swali hapa, pengine katika yote hayo tuliyoongea, kuna swali linasema, je, husni dhanna ni sawa sawa na upofu? Yani mtu anaochukua sana husni dhanna si sawa na upofu tu, kwa sababu mfano tukiangalia maisha ya leo, si ndio maisha ya leo, mbona watu wa shari wanajulikana? Watu wa matapeli, wezi, wadanganyifu, wasaliti, mbona wapo wengi sana? Sasa leo inabidi vipi wewe umchukulie mtu tu husni dhanna, dhana nzuri tu unamdhania vizuri? Si sawa sawa na upofu. Yani watu wanaongelewa na wanauliza swali hili kutokana na ulimwengu ulivyofikia. Ulimwengu wa sasa hivi si mnajua unavotisha. Anaweza kuja mtu ana suti kubwa,
kapiga tai zito, akaja pale akawasomesheni vizuri sana, akawaelekezi jambo kwamba jamani wekezeni, masuala ya kuwekeza na nyinyi mkaona ile suti, ongea yake, uturi wake unavonukia, slang yake anavyoitema vizuri. Sinaona unasema kweli ujamaa huyu mkopo upo hapa. Mnatoa 10,000 zenu kwa sababu mtaenda kukopeshwa milioni 1. Yeye anapiga zile 10,000 na alipopotea. Tafuta na wewe. Hasa watu wanauliza maswali haya kutokana na ulimwengu wa sasa. Jawabu linakuja kwamba Uislamu unatufundisha kwamba ni lazima tushikane na upande wa ijabi bado, hata kama katika ulimwengu wa leo. Lazima ushikane na husni dhanna. Weka matana na husni dhanna. Kwa sababu mbili. Kwa sababu hizi mbili kubwa. Japokuwa zinaweza zikawa sababu nyingine. Sababu ya kwanza, kwa sababu aya ya Qur'ani ishatuambia, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran mina dhanna inna ba'dha dhann ithm. Enyi mloamini, hebu jiepusheni na baadhi ya dhana, kwa sababu baadhi ya dhana huwa zinakuwaga ni maovu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anatuambia baadhi, sio dhana zote. Kuna dhana ni nzuri na kuna dhana baadhi yao huwa zinakuwa kuna wakati mwingine unaweza ukamdhania mtu ikawa ndio kweli, na kuna wakati mwingine unaweza ukamdhania mtu ikawa sio kweli. Sasa utafanya nini? Mfano umemdhania mtu na akili yako ikashiba, ikaelekea, moyo ukakinai, ukachukua misimamo. Maana yake kwamba ushafanyaje? Ushaharibu pale. Tuko pamoja kwa sababu pengine ile si dhana yake, yule bwana ni mtu mzuri tu, hana tabu. Kwa hiyo kwa hili sasa inakuwa ni sababu ya kwanza, lazima tuendelee kuwa na husni dhanna. Lakini pili, na nakumbuka niligusia kidogo, lazima tuwe na husni dhanna. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapokuwa na husni dhanna unakuwa na rahatul qalb, unakuwa na matumaini, unakuwa moyo tulivu, unakuwa na sakina. Nakumbuka al-Imamu Ali ibn Abi Talib salawatullahi wassalamu alayhi anasema, husni dhanna rahatul qalb. Dhana nzuri ni miongoni mwa kuupa moyo wako raha. Moyo unakuwa na matumaini. Na nilitoa mfano kabla kidogo, nikasema hebu niambie, unapokuwa unamshuku mtu ubaya, wewe utakuwa katika mazingira gani? Unaishi na mtu kwa sababu tu amechanjwa visu, umeona ana alama za visu, basi wewe ukatasawari sura yako, na pengine ukasikia uzushi fulani kwamba yule bwana ni jambazi, alipigwa mapanga. Kila ukikutana naye yule mtu utakuwa na hali gani? Au umeambiwa mtu ni mchawi. Kuna watu tunawashuhudia, amekutana na huyo mtu anaotuhumiwa mchawi uchochoroni. Mchawi yule akainama chini namna hii, kaangusha nani yake, 500 yake, anainama kuiokota. Anainuka namna hiyo, hapa mtu hayupo, huyo alokutana naye uchochoroni. Katoka baruti, kwa sababu akajua huyu sijui anaokota nini huyu. Umeona Kwa sababu ya nini? Unakuwa unakosa amani, unakosa raha. Kwa hiyo lakini ukiwa na husni dhanna kwa mtu yoyote yule, utakuta moyo wako unafanyaje? Unatulia sana. Sijui naeleweka vizuri hapa Moyo unafanyaje? Unatulia. Lakini sasa tuangalie faida, na hapa ndio tutakapojua moyo unatulia kivipi, na tutaongea mengi hapa. Tuangalie faida zinazopatikana mtu atakapokuwa amesifika na amezibeba sifa hii nzito ya husni dhanna au ya dhana nzuri. Kuna faida nyingi sana anapata. Faida mojawapo ambayo anaipata huyu mtu ni mahusiano bora na salama katika jamii. Yaani siku zote elewa kabisa, ukiwa na husni dhanna, ukiwa na dhana nzuri,
ujue wewe mahusiano yako katika jamii yatakuwa ni bora sana na yatakuwa ni mazuri sana. Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ana maneno yake, anatuambia man hasuna dhannihi bin nas haza minhu al-mahabba. Mtu yoyote mwenye kuwa na dhana nzuri kwa watu, akawa anawahisi watu vizuri tu, kila akiwaona kwa namna yao yoyote walivyo na kwa hali yoyote walivyo, akawa anawachukulia kwa dhana nzuri, anasema huyu mtu atapata mapenzi makubwa sana na watu, kwa sababu tayari yeye kila mtu anamchukulia vizuri. Kwa hiyo hatakuwa na kikwazo cha kuacha kuwasalimia. Unajua kuna wakati mwingine tunashindwa kuwasalimia watu eti kwa sababu gani? Tunawadhania vibaya, si ndio Tunawadhania tu kwamba fulani anajidai, fulani ana kiburi. Mimi simsalimii bwana. Kuna wakati mwingine mtu anashindwa kwenda kwenye harusi ya mtu, ya ndugu yake au ya rafiki yake, ya jirani yake, anashindwa kwenda kwenye msiba wa ndugu yake, wa jirani yake. Haya, ala kule hali. Lakini mwingine vile vile anaweza akafanyaje? Akakata mahusiano na ndugu zake kwa sababu tu ya kuwadhania vibaya. Kwa hiyo unakuta katika jamii anajiweka katika position nyingine kabisa. Sasa na ukishakuwa uwasalimii watu, uendi kwenye misiba ya watu, uendi kwenye harusi za watu, umejitenga na watu, unawaogopa, kila mzee utakayemuona unamuona mwanga tu. Mmeelewa vizuri hapo Basi ujue utafanyaje? Huwezi kuwa na maisha bora wewe katika jamii. Utaishi maisha ya ajabu sana. Na ndio maana Amiri Mu'minin akasema kwamba man hasuna dhannihi bin nas haza minhumul mahabba. Atakayependezesha akawa na husni dhanna, basi lazima atapata mapenzi kwa watu. Watu watampenda tu. Bwana kijana akipita anasalimia bwana. Yule kijana akosi msibani, kijana akosi kadha. Kijana hivi bwana, kijana hivi. Umeona Watu wanakuwa wanavutika na wewe kwa sababu wanakuona kila sehemu upo. Kila harakati wewe upo. Lakini jambo lingine na faida nyingine ni saadati shakhsia. Na hapa ndipo nilikwambia tunapata ngulia kidogo. Ni utulivu binafsi. Yaani wewe kama wewe utakuwa mtulivu. Ili nimeliongea. Kuwa mtulivu kivipi? Yaani wewe kama wewe, roho yako na nafsi yako na dhati yako utapata aina fulani ya utulivu sio wa kawaida. Utakuwa hauna hofu, hauna mashaka, unaishi kwa amani kwa sababu nafsi yako haina uoga na watu. Nafsi yako haijafikia kuwadhania watu wachawi. Nafsi yako haijafikia kuwadhania watu wote ni waovu. Nafsi yako haijafikia kuangalia watu kwa mtazamo fulani. Hauna dhana hizo za ajabu. Kwa hiyo unajikuta kwanza wewe mwenyewe unapata faida kama wewe. Asikwambieni mtu, unajua kuna wakati mwingine huwa tunajiogopesha wenyewe. Unaweza ukawa maskini ya Mungu ukahama njia wewe. Ukahama barabara, shekhe, wallahi alazim. Ukahama barabara kwa sababu tu ya kuwaogopa watu fulani. Ukakimbia mtaa kwa sababu ya kuwaogopa watu fulani. Ndio kuna mzee fulani bwana nikikutana naye ananitolea jicho kweli kweli. Naangalia sana. Nini? Mwacha kuangalie. Atajua mwenyewe na Mungu wake. Wewe una wasiwasi gani? Wewe una Mungu bwana. Umeona Na je kuangalia kwake, kwani wewe jicho lake yeye linakusumbua nini wewe? Linakusumbua nini? Tuko pamoja hapo Kwa hiyo kitu chochote ukiwa unakitilia shaka, ukiwa unakitilia dhana mbaya, kitakusumbua sana kiroho, kinafsi. Na ndio maana Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, tukianza afwan na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatuambia ahsinu dhununakum bi ikhwanikum taghtanimu biha safaa alqalb. Mtume Muhammad anasema ebu kuweni na dhana nzuri kwa ndugu zenu. Yaani akikusudia ndugu kwa ujumla, sio ndugu peke yake uliozaliwa naye tumbo moja. Ndugu awe kwa Uislamu, awe ndugu kwa ubinadamu. Kwa nini bwana mtume unatuambia hivyo maneno haya ya Rasulullah? Unatuambia maneno haya, anasema taghtanimu biha safaa alqalb,
kwa sababu ukifanya hivyo utapata faida wewe ya usafi wa moyo. Yani moyo wako utakuwa safi, bardi, safa. Umeona safi, bardi, hauna mambo ya shaka, hofu, wasiwasi, hakuna ile matatizo. Umeona, yatatoka katika nafsi yako, kwa sababu wewe umefikia wakati sasa haumogopi mtu, haumdhani mtu vibaya. Angalia Amirul Mu'minin anatufasiria, anatuambia husnu dhanna rahatul qalb. Dhana nzuri ni raha ya moyo. Dhana nzuri ni raha ya nini? Yani ni utulivu wa moyo. Tofauti na yule anaotembea anawadhania watu vibaya. Akipita tu anaangalia namna hii, anaweza kukimbia na njia na kama barabara. Lakini anatuambia vile vile husnu dhanna yukhaffifu alham. Dhana nzuri inapunguza matatizo. Yani kuna mzigo fulani ambao wewe unauogopa, au kuna mzigo fulani wa matatizo unaohisi wewe kwa hisia zako na kudhania vibaya, basi utaondoka kwenye nafsi yako. Kwa sababu watu tayari unawadhania nini? Unawadhania vizuri tu, hauna mashaka nao. Kwa sababu mpaka mtu anakudhania vibaya, ina maana tayari ushamtilia nini? Shaka. Kwa hiyo wewe moyo wako ukishakuwa na mashaka, ni moja ya tatizo, ni miongoni mwa matatizo kuwa na shaka. Kwa sababu kuna adhabu nyingine jamani, watu wanaziona adhabu ni zile za mwili tu Yani pengine umepigwa, umeanguka, ukavunjika mkono, umeumwa kichwa, umeumwa malaria, mtu. Si matatizo tu, kuna matatizo ya kinafsi, ya kiroho. Wakati mwingine mwanadamu anapata shida kwa sababu ya humumu za kiroho, yani matatizo ya moyo. Watu wanapata pressure na stress kwa sababu ya nini? Wana mambo mengi yanawahitisha, yanawaogopesha. Kuna watu anawaogopa katika maisha yake. Umeona Na yeye kuna watu wanawadhania vibaya katika maisha yake. Kwa hiyo unamkuta mtu huyu usifikiri na amani kwenye moyo. Hana amani. Hana utulivu kwa sababu tayari ameshatia mashaka ndani ya moyo wake. Lakini kubwa zaidi, Amirul Mu'minin anamalizia maneno, anasema husnu dhanna rahatul qalbi wa salamatu afwan husnu dhanna rahatul qalbi wa salamatu ad-din. Dhana nzuri ni utulivu wa moyo, ni matumaini ya moyo, lakini vile vile ni usalama wa dini. Hata hii dini yetu ya Kiislamu huwa inasalimika kwa watu ambao wana dhana nzuri.